Karibu katika channel ya kupendwa ya Feaboy kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Katika video leo nitakwenda kuonyesha namna ya kuweza kutengeneza cheti cha kuzaliwa online haraka kabisa pamoja na cheti cha kifo. Ila leo tutaweza kuanza na vyeti vya kuzaliwa, namna ya kuweza kutengeneza vyeti vya kuzaliwa online kwa haraka kabisa kupitia simu yako tu ya mkononi. Hatua ya kwanza kabisa unachotakiwa kufanya ni wewe kuweza kucreate account yako katika poto ya rita.go.tz. Katika poto hii unachotakiwa kufanya ni wewe kuweza kutengeneza account yako hapa. Kuna sehemu hii ya registration, alafu kuna sehemu ya check application status, kuna sehemu ya death application, apply for death certificate easily. Kuna sehemu hii ya kuweza kusign in, kuna sehemu hii ya birth, apply for birth certificate easily, utaleni verification. Sasa tutakiwa kwanza kujua nini maana ya birth certificate na hatua ambazo unatakiwa kufahamu au document unazotakiwa kuwa nazo wakati wa usajili wa vizazi. Kupata huduma ya usajili wa vizazi kwa njia ya mtandao. Maombi mapya ya usajili wa vizazi, mambo muhimu ya kuzingatia unapofanya maombi. Kwa hiyo kumbuka mambo haya muhimu unayotakiwa kuwa nayo wakati wa kufanya maombi. Maombi mapya usajili wa vizazi, mambo muhimu ya kuzingatia. Cha kwanza, tunza taarifa ulizotumia kufungua akaunti, hicho ni cha kwanza. Cha pili, mwombaji awe na taarifa zake sahihi pamoja na wazazi wote wawili. Cha tatu, mwombaji apate ankara ya malipo na atatakiwa kulipa kwa njia ya benki, NMB na CRDB au mitandao ya simu M-Pesa, Tigo Pesa na Airtel Money tu kwa mujibu wa maelezo utakayopewa. Mwombaji awe na nakala laini soft copies za viambatanisho vinavyotakiwa katika mfumo wa PDF. Mwombaji ainishe wilaya atakayochukulia wilaya ambayo utaweza kuchukulia cheti chako. Aidha, tunapenda kuwasisitiza waombaji wote kufuata maelekezo hapo juu. Kitu cha pili ni kwamba cheti cha kuzaliwa cha zamani kwenda kipya, utatakiwa pia kubadilisha cheti chako cha zamani kuwa cheti kipya, na huduma hii ni kwa wale waliopata cheti cha kuzaliwa kisichokuwa kwenye mfumo wa kielektroniki. Hivyo wanasajili kupitia huduma hii ili wapate cheti cha kielektroniki, uhakiki wa vyeti vya vizazi na vifo. Kwa pia unaweza kuhakiki kudownload taarifa, unaweza ukadownload tu hapa ili uweze. Kwa mimi sita download, tutaendelea mbele na hatua nyingine au kitu kingine ambacho nataka nikakuonyeshe kwa siku ya leo. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi ili uweze kupata taarifa hizi. Na wewe kama huna cheti cha kuzaliwa na unahitaji kupata cheti chako, namba zangu zipo katika description ya video hii, ni cheki leo ili niweze kukusaidia mchakato mzima wa wewe kuweza kupata cheti chako. Usite pia kuweka comment section, katika sehemu ya comment weka comment yako, andika neno cheti na mimi nitaweza kujibu na kukupa mchakato mzima kukusaidia ili kuweza kupata cheti. Kwa hiyo tutakwenda kufungua akaunti. Utabonyeza katika sehemu hii ya register. Baada ya kubonyeza sehemu hii ya register, kama unavyoona hapa, prompt ambayo imeweza kuja hapa ni hii hapa, complete the form below to create an account. Kwa hiyo unachotakiwa sasa kufanya ni complete hapa, complete first name, complete middle name, jina la kwanza, jina la kati, jina la mwisho. Utachagua gender yako hapa, select sex, utachagua nationality kama wewe ni Mtanzania au mtu sio Mtanzania. Baada hapo utaingiza namba zako za simu, utaweka email yako na utaweka password, utaconfirm password. Baada hapo utaclick neno register. Kwa hiyo mimi nitakwenda kusign in, alafu baada ya kuweza kusign in tutaendelea na hatua nyingine ambayo inafuata hapo mbele. Kwa baada ya mimi kuweza kusign in hapa katika akaunti yangu, hasa nitakwenda kuonyesha namna ya kuweza kujua au kuweza kufanya application. Utaenda moja kwa moja katika sehemu hii ya birth certificate, then hapa utakuja kwenye sehemu ya start new application. Kama unataka kufanya maombi mapya, utaenda kwenye new birth certificate kama unataka cheti kipya, lakini kwa yule anayebadilisha cha zamani kwa kipya utaenda kwenye old to new. Then kwa yule ambaye anafanya verification tu ataenda kwenye certification au certificate verification. Kwa hiyo nitatolea mfano kwanza ya kwanza katika new birth certificate, utabonyeza hapo.
Then prompt itaweza kufunguka. Taarifa unazotakiwa kujaza ni taarifa za mtoto, taarifa za mama, taarifa za baba, taarifa za mtoa taarifa au informant information, pick up office, sehemu au ofisi ya kuchukulia cheti, attachment pia utaziweka, declaration. Baada ya hapo utapewa control number, utalipia, na ukishalipia upload a signed copy of your application form. Utasaini form. Baada ya hapo utaweza upload pale, ndipo maombi yako yaendelee. Taarifa ni kama hizi hapo, utachagua na ID gani. Kama hana ID yote utaweka not available. Baada ya hapo utatakiwa kujaza jina la kwanza, jina la kati, jina la mwisho na majina mengine kama yapo. Utachagua sex, utakuja hapo select date of birth, utaweka namba za simu, utaweka email, utaingiza occupation au kazi yake hapa. Utachagua occupation au kazi yake. Utachagua education, kama ni early childhood education, primary education au never studied, utachagua hapo. Na baada ya hapo basi utakuja hapa sehemu ya place of domicile, place of birth, mahali ulipozaliwa. Mahali ulipozaliwa utajaza taarifa zako za mahali ulipozaliwa, utaweka nchi, utachagua mkoa, utachagua wilaya, utachagua kata, utaweka mtaa, utachagua aina ya kuzaliwa kama ni mapacha au ni mmoja, utachagua sehemu ulipozaliwa kama ni hospitali au ni nyumbani, na utaweka weight. Ukiweka hospitali basi utachagua hospital ambao umeweza kuzaliwa, utachagua hospitali yako hapo, utaingiza weight, alafu utachagua presence wakati wa kujifungua, wakati wa kuzaliwa alikuwepo nani, doctor, nurse, traditional birth delivery au relative, utachagua hapo ambao utaweka. Baada ya hapo utaenda kwenye place of domicile. Place of domicile ni mahali unapoishi. Kwa hiyo utaweka nchi, utachagua na mkoa, wilaya, kata, mtaa na physical address au postal address. Baada ya hapo utaweka nationality yako, continue. Hizi ni taarifa za mtoto. Baada ya hapo utaenda kujaza taarifa za mama, za baba na informant, then utafuata taratibu hizi kama jinsi ilivyoorodheshwa. Hatua hizi zipo 9, utazikamilisha zote. Baada ya hapo utaweza kupata cheti chako. Sasa nitakuonyesha status ya cheti, namna ya kuweza kujua status ya cheti chako. Kwa mfano hapa tutolee mfano cheti kimoja wapo hapa. Kwa mfano kama cheti hiki hapa, kama cheti cha kwanza unavyoona, ukiangalia status hapa utaweza kuona status inasoma certificate issued. Ukiona status inasoma certificate issued, maana yake ni kwamba cheti chako tayari kimeshakamilika. Unachotakiwa kufanya ni kwenda kukifuata cheti chako ukiwa na viambatanisho ulivyotumia wakati wa kuomba cheti. Ukiwa na viambatanisho ulivyotumia wakati wa kuomba cheti chako. Okay? Na utaweza kuona hiyo status pia hapa. Baada ya kugusa sehemu hiyo utaweza kuona status hiyo huku. Utaweza kuona remarked kwamba ni printed, kwamba imeshaprintiwa. Kwa unachotakiwa kufanya wewe ni kuifuata tu hicho cheti. Okay? Na hii ni namna ya kuweza kujua status ya cheti chako. Hii ni namna ya kuweza kujua status ya cheti chako pale unapokuwa umeomba cheti chako. Na kwa wale ambao ni mara ya kwanza kuingia channel ya Feaboy, tafadhali usiache kusubscribe, usiache kulike na kucomment katika sehemu ya comment section. Asante na karibu.